tupate kufahamu kwamba nafasi ya mwanamke Muislamu kuingia peponi ni kubwa sana kuliko mwanamume katika Uislamu. Nafasi yenu nyinyi wanawake kuingia peponi katika hii dini ni kubwa sana kuliko sisi wanaume tuliokaa mbele yenu hapa. Na ndio unaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatukuza wanawake ndani ya Qur'an, na wanawake ambao waliotangulia katika wanawake wa masahaba walitambua hilo. Ndio unamuona mtu wa kwanza kusilimu ni mwanamke, Khadija binti Khuwailid. Masahaba wa kiume wote hakuna mtu aliyosilimu mbele yake huyu. Mtu wa kwanza kuuawa ndani ya hii dini ni mwanamke, Sumayya binti al-Khayyat. Mtu wa kwanza aliyokuwa na elimu kuliko watu wote ni mwanamke ambaye ni Aisha radhiallahu anha. Hata Mtume alipofariki, masahaba wanaume na wanawake wakimfuata Bi Aisha kumuuliza maswali ya dini, maana yake akifanya da'wa na akieneza da'wa. Na ndio kuonesha uzito wa wanawake ndani ya Qur'an. Kuna sura nzima inaitwa surati an-Nisa. Ndani ya Qur'ani hakuna surati ar-Rijal, hakuna sura ya wanaume, lakini kuna sura ya wanawake. Na ndani ya Qur'ani kuna surati at-Talaq. Hii surati at-Talaq, baadhi mufassirin kama anavyosema Imam Ibn Kathir, inaitwa surati an-Nisa as-Sughra. Ni sura ya kutetea haki ya wanawake iliyokuwa ndogo. Wewe leo ukitaka haki yako wewe mwanamke, kasome surati at-Talaq, utaipata haki zako zote mle ndani. Ndani ya Qur'ani kuna sura nzima inaitwa surati al-Mujadala. Hii sura imeteremshwa kwa sababu ya kutetea haki ya mwanamke. Mwanamke mmoja, Khawla binti Tha'laba, mume wake anamwambia, wewe mbele yangu ni sawasawa na mgongwe mama yangu. Mwenyezi Mungu anateremsha sura nzima kutetea haki ya mwanamke huyu, na hii ndo sura ya pekee ndani ya Qur'an kila aya iliyotajwa ina jina ya Allah ndani yake, kwa sababu ya kulinda heshima ya mwanamke. Na ndio unaona ndani ya Qur'ani kuna surati Maryam, na huyu mwanamke ndo mwanamke wa pekee aliotajwa kwa jina ndani ya Qur'an kwa sababu ya kadhia nzito iliyopita katika maisha yake. Mimi nitawaelezeni ndugu zangu, dada zangu, mama zangu, kwamba nafasi yenu ya kuingia peponi ni kubwa sana kuliko wanaume, kuliko sisi ambaye ni